Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena tumeachilia video nyingine. Lengo ni lile lile, kushauriana, kupeana elimu na msaada wa tiba endapo tatizo lako linahitaji tiba. Lakini kabla ya kuendelea na video hii ya leo, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Leo ninazungumzia kuhusiana na tatizo la mdomo au kinywa kutoa harufu mbaya. Chanzo cha shida hii ni nini? Na tiba yake ni ipi? Tazama video hii mpaka mwisho, utafahamu kila kitu kuhusiana na tatizo hili la mdomo kutoa harufu mbaya. Shida hii ya kutoa harufu mbaya kinywani huwasumbua watu wengi, na wengine hushtuka baada ya kuambiwa kwamba wakati wa kuongea kuna harufu mbaya inatoka mdomoni. Tatizo hili husababishwa na nini? Baadhi ya vyakula unavyokula. Unachotakiwa kufahamu kwamba baadhi ya vyakula au vinywaji unavyokula, na sana asilimia kubwa inabezi kwenye vyakula, vinavunjwa na baadhi ya mabaki ya vyakula hivyo huganda na kuzunguka meno, hali ambayo hupelekea mashambulizi ya bakteria pamoja na kinywa kutoa harufu mbaya. Sababu hii mara nyingi huondolewa kwa kufanya usafi vizuri wa kinywa. Kwa usipofanya usafi vizuri wa kinywa, mabaki ambayo yanabaki kwenye meno yanaweza kuchangia mdomo kuwa na harufu mbaya. Kula vitunguu maji. Watu wengi wana tabia ya kutumia au kutafuna vitunguu hivi kwa lengo au kwa sababu mbalimbali, lakini wakati mwingine viungo vya staili hii huweza kuongeza harufu mdomoni. Uvutaji wa sigara ikiwemo tumbaku. Mbali na kuwa kwenye hatari ya kupata magonjwa ya fizi, hapa tunazungumzia gum diseases pamoja na matatizo mengine ya meno, wavutaji wa sigara ikiwemo tumbaku wako kwenye hatari zaidi ya kupata shida ya kutoa harufu mbaya mdomoni. Kwa hiyo uvutaji wa sigara ikiwemo pia matumizi ya tumbaku yanaweza kuchangia hali hii ya mdomo kutoa harufu mbaya. Sababu nyingine ni kuto kusafisha kinywa vizuri. Hapa tunamaanisha poor oral and dental hygiene. Hii ni miongoni mwa sababu kubwa ambayo hupelekea mdomo kutoa harufu mbaya. Mbali na kutoa harufu mbaya mdomoni, kuto kusafisha meno na kinywa vizuri hupelekea tena mabaki ya vyakula kuganda kwenye meno, hali ambayo hupelekea watu wengi sana kuwa kwenye hatari ya kupata matatizo ya meno pia. Kumbuka, wataalamu wa meno na kinywa wanasema miongoni mwa sababu kubwa za matatizo ya meno kwa wagonjwa wengi ambao wanapata ni kwa sababu ya kuganda kwa uchafu kwenye meno kutokana na meno kuto kusafishwa vizuri. Kwa hii ni miongoni mwa sababu ambayo inachangia mdomo kutoa harufu, lakini pia hupelekea athari kwenye meno. Kwa hiyo watu wengi pia ambao wanapata matatizo ya meno, chanzo kingine ni kwa sababu ya kuto kusafisha kinywa vizuri, hasa baada ya matumizi ya vyakula mbalimbali. Shida ya mdomo kuwa mkavu, tunazungumzia dry mouth. Mate husaidia sana kusafisha mdomo na kuondoa mabaki ya chakula au tunamaanisha food particles ambayo huweza kusababisha harufu mbaya mdomoni, na huweza kuwa sababu au miongoni mwa sababu ambazo huchangia kinywa kutoa harufu mbaya. Hali hii ya mdomo kuwa mkavu mara nyingi hutokea wakati wa usiku ukiwa umelala. Ndio maana ukiamka asubuhi hutoa harufu zaidi. Mbali na kuwa na mabaki ya chakula mdomoni na kwenye meno kama hukupiga mswaki. Endapo shida hii ya mdomo kukauka au mdomo kuwa mkavu hutokea wakati wowote bila kuondoka, inabidi upate matibabu ya tatizo hili, kwa sababu hii ni shida kabisa ambayo inahitaji tiba. Matumizi ya baadhi ya dawa. Ziko baadhi ya dawa ambazo huweza kuchangia tatizo hili la kutoa harufu mbaya kinywani kwa kukausha mdomo au kwa kutoa chemicals baada ya uvunjwaji wake, ambazo dawa hizi huweza kuongeza harufu mdomoni. Sababu nyingine ni maambukizi ya magonjwa kwenye meno, magonjwa kwenye fizi na magonjwa kwenye kinywa. Kuwa na shida ya fungus mdomoni, maambukizi ya bakteria, kidonda baada ya kutoa jino au meno kuoza, vidonda mdomoni na kadhalika. Vyote hivi huweza kusababisha tatizo la kutoa harufu mbaya mdomoni.
Lakini matatizo mengine pia ambayo huchangia hali hii ni pamoja na saratani, metabolic disorders, matatizo kama acid reflux. Vyote hivi hukuweka kwenye hatari zaidi ya kupata tatizo la mdomo kutoa harufu mbaya. Kwa hiyo hizo ndio baadhi ya sababu ambazo tumezichambua katika video hii. Sasa basi, tunaenda kwenye matibabu ya tatizo hili la mdomo kutoa harufu mbaya. Baada ya kufanyiwa uchunguzi wa kina pamoja na vipimo, kisha wataalamu wa afya wakajua chanzo cha tatizo lako, ndipo tiba sahihi ya tatizo lako hufanyika. Kama nilivyokwisha kueleza hapo juu, zipo sababu mbalimbali ambazo nimezichambua ambazo zimeonekana kwa kiasi kikubwa kuchangia tatizo hili la mdomo kutoa harufu mbaya, na matibabu ya tatizo hili yatabase to the cause ya tatizo husika. Lakini hapa nimekuchambulia baadhi ya tips ambazo pia zinaweza zikakusaidia endapo una shida hii. Epuka kabisa uvutaji wa sigara, ikiwemo matumizi ya tumbaku. Epuka matumizi ya pombe, ugoro na kadhalika. Hakikisha unafanya usafi wa kinywa na meno vizuri, hasa baada ya kula. Tumia mouthwash kama una shida hii, lakini kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako.